yetu Godfrey Mngereza alikuwa anafanya kazi chini ya Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo, na ndio maana viongozi wako hapa. Sasa nimwite Katibu Mkuu wa Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo, Dr. Abbas. Karibu sana. Bwana Yesu asifiwe. Tumsifu Yesu Kristo. Asalamu alaykum. Mwanakondoo ameshinda tumfuate. Asanteni sana. Ndugu waombolezaji wenzangu na viongozi wote wa meza kuu, sisi wizara tumepokea kwa masikitiko sana kifo cha Mngereza, na nilishukuru kwamba sikuwekewa nafasi ya kutoa hotuba na mengi ya kusema ningewachelewesha, lakini mengi sana yamesemwa na waliomjua zaidi. Jukumu langu lilikuwa ni dogo tu, kumuita mheshimiwa waziri wetu azungumze kwa niaba ya wizara, lakini pia kwa niaba ya serikali. Lakini muombe kwa ridhaa yake kabla ya kumuita, mimi niseme jambo moja ambalo litanifanya nimuite mtu mmoja mwingine wa ziada kuzungumza kabla ya mheshimiwa waziri. Kwenye majukumu yangu ya kiutendaji kama katibu mkuu au nikiwa katibu mkuu wa wizara, nasimamia taasisi nyingi sana za wizara kwenye sekta zote, kwenye habari, utamaduni, sanaa na michezo. Kwa hiyo watendaji wengi sana wa hizi taasisi ni marafiki zangu, tunazungumza, tunashauriana kila siku. Kuna nyakati zinakuwa ngumu kidogo tunapokeana, kuna nyakati za kufurahi pia tunapokuwa tumefanikisha jambo. Sasa mheshimiwa Mngereza ambaye amelala leo mbele yetu, ametangulia mbele ya haki, ni miongoni mwa watendaji wangu ambao tulikuwa tunakaliana sana. Na leo nitatoa siri moja ambayo itaunganisha na msemaji anayekuja. Mngereza ameelezwa sana kwamba alikuwa mtu anasimamia sana sheria, taratibu na haki. Maana unaweza ukasimamia sheria bila kutoa haki, ikawa ni shida kidogo. Sasa kwenye utekelezaji wa kazi zake nafahamu kama ilivyoelezwa, Diamond ameeleza na wengineo, alikuwa mkali kidogo. Kuna wakati nyimbo zinafungiwa, kuna wakati anachukua sheria, kazi fulani za wasanii zinakuwa sanction, lakini alikuwa anatekeleza wajibu wake wa kisheria. Lakini kwa sababu ya kazi hiyo, mimi binafsi nilimpa jina la bandia, wanaita AKA. Na leo mara nyingi sana nilikuwa namuita mwenyewe, lakini tunapomwaga hapa ni furaha pia. Nitoe hiyo siri, mara nyingi sana nilimuita Mngereza kwamba ni Nei wa Mitego. Sasa Nei wa Mitego si kama yupo au hayupo, lakini anisamehe pia. Sikuomba ridhaa. Mara nyingi sana nilikuwa namuita Mngereza, tukionana tu, Nei wa Mitego vipi? Ni kwa sababu kuna wakati alichukua hatua fulani kuhusu wimbo fulani wa Nei wa Mitego, lakini kama tulivyosema, katika kutekeleza wajibu wake. Na mabibi na mabwana, wakati huo anachukua hizo hatua pia alikuwa anaishirikisha serikali, na ninayo furaha leo tunaye mmoja wa viongozi wetu, ni staff kwa sasa, is retired but not tired. Mzee wetu Mwakembe alikuwa anatuongoza sana wakati huo. Kwa nilidhani hatuwezi kuendelea mbele kwenye kumwaga mtu huyu Mngereza bila mtu wa aina ya Dr. Harrison Mwakembe kusema walau neno moja kwa kijana wake Nei wa Mitego. Karibu sana Mheshimiwa Mwakembe. Mheshimiwa viongozi, jukwaa kuu, waombolezaji wenzangu, mengi yamesemwa vizuri sana kuhusu marehemu, na mimi kazi yangu kubwa kwa kuthibitisha kwamba yote ni sahihi kabisa. Nimemfahamu na kufanya kazi kwa karibu sana na marehemu kwa miaka mitatu toka mwaka 2017 nilipoteuliwa kuongoza wizara hii, na baadhi ya majukumu ambayo aliyasimamia na BASATA ni kukuza sanaa
lakini vile vile kulinda utamaduni wa taifa letu. Sasa hii ni changamoto kubwa sana kwa nchi zinazoendelea, kwani hatuna teknolojia, na kwa mifumo iliyopo sasa hivi ya tehama, majukwaa mbalimbali ya kielektroniki. Kwa hiyo tunajikuta sisi ni wapokeaji wakubwa wa taarifa kutoka nchi zinazoendelea pamoja na utamaduni wao. Sasa shida inakuja tu sisi hapa kwetu, tuchague lipi katika kokoro hiyo tunaopata. Sasa niyo kazi ambayo amekuwa akifanya marehemu, kazi ngumu sana, kwa sababu wasanii wengi hapa nchini yote wadogo ni vijana ambao wamezaliwa baada ya uhuru, hawaelewi tulipotoka. Kwa hiyo akiamka asubuhi akikuta New York kuna jamaa baada ya kuvaa kiatu mguuni amevaa kichwani na atakulelia kesho hapa, akiona kuna kitu. Kwa hiyo ni kazi ngumu sana, na wasanii tukubaliane. BASATA haijawa popular kweli, hamjaifurahia sana, lakini naomba niwahakikishie BASATA ni chombo muhimu sana katika Tanzania. Hii ndio sisi na baba wa taifa katika kulinda utamaduni wa taifa hili. Utamaduni ndio msingi wa utambulisho wetu na msingi wa taifa wetu. Kwa hiyo hii kazi amefanya vizuri na marehemu. Naomba nitumie nafasi hii kusema alitimiza wajibu wake vizuri, na Mungu aiweke nyota yake pema peponi. Ndugu zangu, asanteni sana. Asante sana Mheshimiwa Mwakembe. Na sasa kabla ya kumkaribisha sasa kwa mwisho kabisa Mheshimiwa Waziri, niseme la mwisho kwa wosia wake ambao sisi ambao tulikuwa naye karibu tumekuwa nao. Marehemu amekufa akipambana, na katika siku 6 za mwisho alipambana kweli kweli. Alipambana akiwa na maradhi, lakini alipambana kwenye kazi zake. Kwa hiyo ni muhimu sana tukaendelea kumwenzi. Mheshimiwa Waziri, tarehe 18 Desemba nilikwenda kuwa mgeni rasmi kwenye chuo cha uandishi wa habari BSJ, zilipo ofisi za BASATA pia. Lakini nilishangaa, mimi nilikuwa nafahamu kwamba alipumzishwa, nilikuwa na maradhi kidogo, lakini nikashangaa kumkuta pale chuo. Kwa hiyo siku nilikuwa mkali kidogo, na kwa lugha nyingine ungesema nilimpokea. Nikamwambia, kwa nini uko hapa na nafahamu unaumwa? Akasema, nimekuja kukupokea. Sasa naogopa kutumia lile neno lililomhangaisha ndugu yangu, linaitwaje? Nikamwambia, kwenye kazi usipate protocol unapokuwa na maradhi. Hiyo neno naomba niliepuke. Naomba nitumie neno protocol. Nikamsihi sana, na kwa kweli nilikuwa mkali kwake. Nikamwambia, hapana brother, unapaswa kupumzika. Alikataa kupumzika. Siku mbili baadaye, tarehe 21-22 alisafiri kwenda Dodoma. 20-21 alisafiri kwenda Dodoma. Hakuniaga kwa sababu alijua ningemkataza na huenda ningempokea tena. Alikwenda Dodoma kuhudhuria kikao ambacho kiliitishwa na serikali kupitia Wizara ya Fedha kwa watendaji wote wa taasisi za umma. Kwa hiyo hakuniaga, akaenda Dodoma. Akafika Dodoma, akahudhuria kile kikao, lakini bado alikuwa yuko wiki. Taarifa nikazipata kwamba huyu jamaa yuko around huko. Kwa nini amekuja? Aliheshimu sana kazi. Ndicho ambacho nasisitiza ni wosia muhimu sana. Na meseji yake ya mwisho kwangu akiwa Dodoma nimeisambaza kwenye mitandao, nimeisoma. Alizungumza mengi. Mwisho kabisa alinitumia meseji ya kwanza ilikuwa picha. Kwa hiyo leo pia tunapo celebrate maisha yake, Mheshimiwa Waziri, naomba nisisitize tupige sana picha. Alinitumia picha. Nafikiri alikuwa ananiaga, ikimuonesha yupo hospitali. Ilikuwa saa 5 kamili usiku, saa 24 kabla ya kifo chake. Lakini dakika 3 baada ya kutumia picha akanitumia ujumbe, Mheshimiwa Katibu Mkuu, nimelazwa General akilifaa hospitali ya mkoa ya Dodoma. Lakini akasema neno moja limetamkwa na mwenyekiti pia. Akazungumzia tamasha la Serengeti ambalo alisema hakuna kitakachoharibika kwa sababu alikuwa na majukumu kwenye ile tamasha, na hiyo inabaki kuwa legacy yake pia muhimu. Hakuna kitakachoharibika katika tamasha la Serengeti. Litaendelea kuwepo, litaendelea kuwa platform kwa wasanii kuonyesha kazi zao na kuingilisha dunia, na tunaomba sana kumwenzi kwenye eneo hilo. Lakini la mwisho, kwenye meseji yake aliandika neno moja kubwa sana na muhimu kwa legacy yetu. Alisema napambana. Nilipopata ile message nilistuka kidogo, ile kauli ya mwisho kwamba anapambana, anakusudia nini? Nikamuuliza swali la kwanza, kwa nini uko Dodoma? Hakujibu. Lakini swali langu au hoja ya pili niliyompa nafikiri leo wote
itasadiki tukiendelea kuisema. Nilimwambia okay brother, get well soon. Ninaamini ataendelea get well huko anakokwenda, lakini legacy yake kubwa sana. Ameahidi anapambana, na sisi tuendelee kupambana kuboresha tasnia zetu, tuendelee kupambana kama alivyosema kiongozi wetu wa dini awali kabisa, kuwa watu wema, wacha Mungu, watu rahimu, lakini tuishi kwa furaha na upendo. Mheshimiwa Waziri, karibu sana.